Hii ni shule ya msingi, ni miongoni mwa shule kongwe za msingi katika halmashauri ya Arusha. Shule hii ya msingi inaitwa Sasi. Shule ya msingi Sasi ipo katika kijiji cha Sasi, kata ya Bangata, halmashauri ya Arusha. Shule hii ya Sasi Primary School ina changamoto kubwa ya ukosefu wa upatikanaji wa maji, adha ambayo inawapa tabu walimu pamoja na wanafunzi katika shughuli zao za masomo shuleni hapo. Takriban miaka zaidi ya 30 shule hii ikiwa na changamoto hiyo ya uhaba wa maji. Diwani wa kata hii ya Bangata, Mheshimiwa Mchungaji Joel Yalanda, hali hii inamuumiza na anasema kuwa ni lazima jitihada zifanyike ili maji yapatikane. Hatimaye Mheshimiwa Mchungaji Joel Yalanda, diwani wa kata hii, anafanya juu chini kuhakikisha kuwa maji yanapatikana na hatimaye kitendawili kinatenguliwa. Leo hii zoezi la uchimbaji wa maji kwa ajili ya kupatikana kwa maji shuleni hapa linafanyika, ikiwa ni jitihada kubwa za diwani Mheshimiwa Mchungaji Joel Yalanda. Hatimaye mitambo inaletwa, maji yanachimbwa na wananchi wanafurahia. Diwani wa kata hii Joel Yalanda anaelezea hasa kuhusiana na mchakato mzima wa upatikanaji wa maji katika shule. Huyu ni kaka Joel Edwin Yalanda kutokea Bangata na ni diwani wa kata ya Bangata. Leo tuko hapa Sasi kwa jambo moja tu, kwa ajili ya kutekeleza ile ahadi ambayo niliwaahidi wananchi wa Sasi kwamba nikipita kwenye uchaguzi nitahakikisha nimewachimbia maji, na leo maji yako yanachimbwa. Waga sisi watu wa kanisani, watumishi wa Mungu, waga maneno machache lakini kazi kubwa. Sisi tunamtumikia Mungu, hatutumiki wanadamu, tunamtumikia Mungu, na tunapofanya hivi tunaamini tunapata thawabu. Wapi? Thawabu mbinguni. Kwa hiyo leo tuko hapa kama diwani, lakini pia kama mwanzilishi wa shirika la Relief for the Hopeless Foundation, kuhakikisha kile tulichoahidi wananchi tunakitekeleza kwa kishindo. Ni ndani ya hizi siku 100 tu, ndani ya hizi siku 100 tunafanya mambo ambayo Mungu amekusudia tuyafanye. Mimi ahadi yangu kwa wanabangata kwamba Mungu ameniweka hiki kipindi kwao ni kwa ajili ya kufanya Bangata iwe Kanaani. Hatuna mambo mengi ya kufanya, hatuna marumbano, sisi kwetu ni mafulu upendo, lakini kwetu ni kuhakikisha lile jambo ambalo Mungu amelikusudia Bangata lifanyike, litafanyika kwa mapenzi ya Mungu, si kwa mapenzi ya wanadamu. Na sisi tunafurahi, mimi binafsi nafurahi sana kuhakikisha shirika ambalo mwanzilishi wake ni mimi hapa linafanya. Wenzangu wameishaongea, lakini nataka nikwambie kwa msaada wa Mungu tutatenda makubwa, na bado tunamngoja Bwana kwa saburi. Mungu awabariki sana, Mungu awatunze, muwe na siku njema na muwe na wakati mwema wenye baraka na fanaka sana. Barikiwe sana. Mheshimiwa Baraka Mesiaki Ole Simeon, yeye ni mwenyekiti wa halmashauri ya Arusha. Kuhusu mradi huu ana haya ya kusema. Kwa majina naitwa Baraka Simon Mesiaki Ole Simeon, ni diwani wa Otroto, lakini pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Arusha DC. Siku ya leo nimepata ualiko kuja kushuhudia zoezi jema kabisa kwa wakazi wa Sasi kata ya Bangata, ambamo kwa kweli ni jambo linalofurahisha. Kinachoendelea nyuma yangu hapa ni kazi ya uchimbaji wa maji safi na salama kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi Sasi, ambamo mchakato umeanza mbali sana. Nimesikiza historia, kwa kweli imenibariki sana, na mchakato umeanza pale ambapo mkurugenzi wa shirika lisilo la kiserikali loko Tanzania, Mchungaji Joel Yalanda, kupitia shirika lake hilo la Relief for Helpless Foundation, wameweza kupata ubia au kupata msaada kutoka shirika la Roam Humanitarian wa dola 9,000 kwa ajili ya kuchimba maji hapa shuleni Sasi, kuchimba maji ya kutosha, ambapo maji hayo yakishapatikana masafi na salama yatahifadhiwa katika tenki la lita 15,000 kwa ajili ya matumizi mbalimbali hasa hapa shuleni,
ambao mwanzo wana shida kubwa sana ya maji. Hapa hakuna maji kabisa shuleni hapa. Lakini kwa kazi inayoendelea hapa kupitia shirika hilo la Rowam International Humanitarian, kwa kweli kazi inaenda kufanyika na ndani ya masaa matatu maji yanapatikana safi na salama, ambamo mchakato itakapofika mwisho, maana yake maji yatapimwa, afu baada ya hapo maji yataelekezwa katika mapipa au pipa lile kubwa la lita 15,000 ambamo kwa wanafunzi wa shule hii wataenda kufaidika na kuachana kabisa na kero iliyokuwa inawatesa mno ya ukosefu wa maji. Lakini sio hilo tu, project ukiona ilivyokaa, hata jamii inayozunguka shule hii inaenda kufaidika na maji haya. Kwa kweli kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Arusha DC, mimi nampongeza sana mkurugenzi wa shirika hili la Relief for Hopeless Society, mheshimiwa diwani wa kata hii ambaye anaitwa Joel Yalanda, kwa kweli kwa kuweza kufanikisha hili kupitia wahisani na wadau wenzake hao wa Rowam Humanitarian, ambao kwa kweli inaenda kuondoa kabisa changamoto na kero hii ya maji, na ni moja kati ya ahadi zake pia, lakini pia ni moja kati ya kiu ya wananchi wa Sasi, hasa katika taasisi hii na majirani wanaozunguka taasisi hii. Mathias Rugei ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi Sasi. Yeye anaelezea furaha yake kwa kupatikana kwa maji hayo. Kwa majina naitwa Mathias Rugei, mwalimu mkuu wa shule ya msingi Sasi. Leo tuna furaha sana kubwa katika shule yetu baada ya ujio wa shirika la Rowam Foundation kuja kutimiza ahadi walioahidi kwamba watatuchimbia maji katika shule yetu ya msingi Sasi, jambo ambalo limekuwa ni tatizo sugu sana katika shule hii. Kama mnavyosikia mashine zinavyonguruma kule, hatimaye lile wazo la kwamba Sasi tatizo hilo litaisha moja kwa moja, leo ndilo linalotimia, kwa sababu tupo kwenye hatua za mwisho kukamilisha mita 80, na baada ya hapo nahisi tatizo litaisha kwa kila kitu, kwa sababu tutahakikisha kwamba mazingira yanakuwa mazuri. Tulikuwa na shida ya vyoo kuwa vichafu, madarasa, pia maji ya kutumia kwa ajili ya wanafunzi kupikia, lakini kwa sasa hivi nahisi kabisa kwamba ili tatizo litakwenda kuwa limekwisha moja kwa moja katika shule yetu. Kipekee nina furaha kubwa sana na ninaipongeza sana shirika hili chini ya diwani wetu ambaye amekuwa mstari wa mbele kuhakikisha kwamba hili linafanikiwa kwa kiwango kikubwa. Lakini si hivyo tu, kuna ahadi mbalimbali ambazo tumeahidiwa, ikiwa ni pamoja na ukarabati wa shule, kwa sababu shule yetu imekuwa na uchakavu mkubwa uliokithiri na upungufu wa madawati kwa kiasi kikubwa, lakini wameahidi kwamba hata hilo watalifanyia kazi kwa muda mfupi. Ni matumaini yetu kwamba shukrani zetu za dhati zitawaendea wadau wote waliohusika kuhakikisha kwamba ndoto hii inatimia na shida ya maji inaisha na wanafunzi wetu watakaa katika hali ya utulivu bila shida ya maji na kuinua kiwango cha taaluma katika shule yetu ya msingi Sasi. Asanteni sana.
Hatimaye neema imepatikana kijiji cha Sasi, neema imepatikana Bangata, neema imepatikana shule ya msingi Sasi, maji yamepatikana kwa jitihada kubwa za diwani makini, diwani mahiri, Mheshimiwa Mchungaji Joel Yalanda.